Ni songo mbingo ndani ya ligi kuu Tanzania bara. Asubuhi moja isiyokuwa na jina, Tanzania Prisons kupitia kwenye ukurasa wao wa Instagram wanatangaza wazi kwamba mchezo wao dhidi ya Young Africans utapigwa kwenye uwanja wa Al-Hassan Mwinyi Tabora. Ghafla taarifa zinazuka kwenye mitandao ya kijamii ya kuwa Young Africans wamekosa ndege ya kutoka Dar es Salaam kwenda Tabora na wako tayari kwa ajili ya kwenda kucheza katika uwanja wa Al-Hassan Mwinyi pale Tabora. Ghafla wenye uwanja wao wanasema wao wana taarifa kwamba mechi inapigwa pale. Vuta ni kuvute kwenye mitandao ya kijamii na kuwa kubwa zaidi. Tarehe 10 ya mwezi wa 3 wa mwaka 2026 majira ya saa 3 kamili za usiku, bodi ya ligi kuu Tanzania bara inatoa taarifa ya kuwa mechi ya Young Africans dhidi ya kikosi cha Tanzania Prisons itapigwa kwenye uwanja wa Jamhuri Dodoma majira ya saa 2 kamili za usiku. Wadau wa michezo wanadhani Young Africans inabebwa kwa sababu Tanzania Prisons yeye aliwasilisha uwanja unahitaji kutumika ni uwanja wa Tabora. Hali Shaban Kamwe anakataa katukatu kwamba Young Africans hawabebwi asilan abadan, bali ndizo taratibu za kimichezo. Na hii ni kwa faida ya wapenzi wa mpira. Bodi ya ligi wao kama kanuni inavyoelekeza, wao ni wanathibitisha kituo cha mchezo. Jukumu la kutangaza ni klabu inaweza kutangaza kwa ajili ya promotion pale tu inapopata uthibitisho wa kituo cha mchezo kutoka bodi ya ligi. Ukiona umetangaza mechi kabla haujakuwa na uthibitisho wa bodi ya ligi, maana yake umekwenda tofauti na kanuni. Kanuni inaelekeza bodi ya ligi ndio anayethibitisha kituo cha mchezo. Sasa basi, uwanja unavyofungiwa, kwa mfano sisi tulipata tatizo kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, uwanja ukawa na matumizi mengine. Hatua namba 1 ni bodi wanatujulisha au sisi tunawajulisha. Inategemea changamoto hiyo ya uwanja imetokea eneo gani. Sisi tukawajulisha bodi ya ligi kwamba uwanja wa Benjamin Mkapa tarehe 1 ya mwezi wa 3 una matumizi mengine, sio uwanja wetu tunaoumiliki, ni uwanja wetu kikanuni unaowamiliki wengine. Kwa hiyo tukiwajulisha bodi ya ligi wanakurejeshea majibu, wanakupa saa 24 ya kutafuta uwanja mwingine. Nakumbukeni ndugu zangu waandishi wa habari, kila timu inapoanza msimu huwa inaiambia bodi ya ligi uwanja wake wa nyumbani na alternative stadium ikitokea uwanja wa nyumbani umekuwa na changamoto. Sisi Young Africans uwanja wetu wa nyumbani ni Benjamin Mkapa na alternative stadium yetu ni KMC Complex. Sio kama unaelewa vizuri. Kwa hiyo unapowajulisha bodi kwamba uwanja wangu wa nyumbani umepata shida, wao wanakurudishia barua ndani ya saa 24, tujulishe unakwenda kucheza wapi huo mchezo. Wewe unawajibu tena bodi ya ligi, mimi nakwenda kucheza New Aman Complex. Bodi ya ligi ukishawajibu hivyo, wao wanakurejeshea tena barua, tunaomba barua ya uthibitisho wa mwenye uwanja. Huenda uwanja huo unamilikiwa na serikali, uwanja huo unamilikiwa na chama, uwanja huo unamilikiwa na mtu binafsi. Wanakuambia naomba barua ya uthibitisho wa uwanja. Ukishawajibu bodi ya ligi kwamba barua ya uthibitisho wa miliki wa uwanja ni hii, wameniruhusu nicheze, bado hapo pia sio mwisho wewe kutangaza. Bodi ya ligi wanao stakeholders wao wa kuwauliza. Kwa mfano, lazima bodi ya ligi before hawaja confirm kituo watawauliza, kwa mfano Azam Media, bara mechi hii inahamishwa kutoka uwanja huu inakwenda uwanja huu. Taratibu zenu za safari kama ni jambo la ghafla, tunaweza kuaccommodate kufika kwa haraka. Mechi ilikuwa ichezwe saa 2 usiku ratiba ya awali. Uwanja wa awali ulikuwa una taa. Sasa hivi uwanja hauna taa. Mnaweza kuchange ratiba zenu, mkaweza kufanya coverage ya kutosha. Baada ya hapo, bodi ya ligi wanawasiliana na kamati ya leseni. Kamati ya leseni ipo huku TFF, na yenyewe ndio inadili na kuthibitisha viwanja vya kuchezewa ligi kuu. Si ndio bwana? Wao wanawasiliana, wanawaambia uwanja huu tumeukagua na uwanja huu unafaa kutumika. Bodi wakishajiridhisha na vyote hivyo, ndio bodi wanakujibu klabu, bwana, sasa una ruhusa ya kutumia hicho kituo. Wanakujulisha wewe timu mwenyeji, wanamjulisha timu mgeni, na wanajulisha kama kuna chama cha soka cha mkoa kujulisha kwamba hicho kitakuwa kituo cha mchezo fulani. Kwa hiyo hizo ndio taratibu.
Si unaelewa? Hizo ndio taratibu. Ukiona timu imefungiwa uwanja, inabadilisha uwanja, au timu imepata dharura kwenye uwanja wake wa nyumbani, inabadilisha uwanja, procedure to follow ndio hizo. Ukimiss procedure yoyote hapo utamlaumu mtu. Ukimiss procedure yoyote katika hizo utaingia kwenye matatizo ambayo hutaweza kujitetea. Kwa hiyo unavyoomba au kuwajulisha bodi ya ligi natoka KMC na kwenda kucheza Meja Jenerali Isamuhyo, unavyotuma barua haimaanishi pale ndio wewe umepata haki ya kikanuni. Kanuni inaeleza bodi ni mwenye mamlaka ya kuthibitisha. Kutangaza, anaweza kutangaza kwa ajili ya promotion, ziko ground mimi natangaza kwa ajili ya kufanya promotion yangu, lakini kuthibitisha kwamba hiki ni kituo cha mchezo, hayo ni mamlaka ya bodi ya ligi. Na kuthibitisha bodi, wanaweza wathibitishe public, wakathibitisha operation, wakakutumieni email kwenye klabu husika, bado tumethibitisha kituo cha mchezo ni hiki hapa. Kwa hizo ni procedure ambazo mkiwa mnasoma kanuni vizuri mnapata majibu ambayo hayaumizi kichwa. Namba moja nilichogundua, waandishi wa habari hatusomi kanuni. Tunazifata kanuni panapotokea chaos, ndio tunazifata, lakini hatusomi kanuni, hatuzijui kanuni, hatujui miongozo ya kuongoza sisi kuripoti habari. Tungekuwa tumesoma kanuni vizuri, sakata la jana, sisi vyombo vya habari tungekuwa wa kwanza kuwasaidia labda Prison na kuwauliza maswali ya msingi. Mmesema mmefuata procedure zipi? Mmeomba bodi wamejibu nini? Mmepata hiki, mnao uthibitisho? Vyote mngeweza kuwahoji ambavyo vingesaidia umma kuweza kufahamu hili jambo kwa mapana. Yawezekana kikanuni kuna sehemu ambayo Tanzania Prisons walikosea kwenye upelekaji wa taarifa na kudhibitisha taarifa, lakini pia inawezekana kuna mlango ambao Young Africans pengine wamepatiwa favor kidogo, japo kwa wao wanasema walikuwa tayari kucheza popote pale kwa sababu wamejibidisha na ndege walishaipata. Mechi inapigwa kesho majira ya 2 kamili za usiku. Tunahitaji kuwa na TV nzuri nyumbani ili tuweze kutazama mchezo. Nigeria Enterprises anasema kila moja apate TV kwa shilingi 134 tu. Kuna TV 100 zimebaki. Piga simu hivi sasa tukuuzie TV kwa bei rafiki kupitia simu namba 0763153039. Tunafanya delivery popote. Kumbuka ukifika kwetu utapata sofa, kabati za nguo, kabati za vyombo, kitchen cabin, meza za ndani aina zote, vitanda vya mbao imara, bed sofa na box bed, magodoro size zote kuanzia shilingi 60,000, dressing table na TV showcase. Tunapatikana ushirika wa Neema juu kidogo stali ya KSMC. Tunafahamika kama JR Enterprises.